بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله hizi aya kuhusu harakati za jua na mwezi na ardhi na usiku na mchana. Inshallah katika aya hizi tulizopitia natosha kwa aya tulizozungumza. Labda basi tuongezee tu pointi ndogo kwamba kuna jambo lenye kutaallaq na nyota na uendaji wa harakati za miendo hii, kwamba binadamu toka zama za Nabii Idris miaka 1500 nyuma, elimu ya tanjim, astrology, ya kutazama nyota, na kwamba nyota zinaleta taathira katika maisha na harakati za binadamu, ila tu tujue kwamba jambo muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu huwa alladhi yuqaddiru kulla shay. Sio kwa sisi tunakwenda mbio, hebu nisome nyota yangu, nisome nini yangu, nyota yangu inasema nini, tarehe uliyozaliwa na nyota yako. Hizi nyota huonekana kwa mujibu wa tarehe mbalimbali. Mtu kazaliwa Septemba anasema nyota yake Virgo mfano. Nyota, kwa hivyo hizi nyota ambazo watu wanaona shepu za nyota zinapokaa kama aina ya vitu tunavyojua wakaviita majina, na hizi abraj wanaitwa kiraburj, wasamai dhati buruj kama ilivyokuja katika Qur'ani. Hii ni ilmu, lakini sio kwamba ilivyokuwa mwanzo zama za Nabii Idris miaka 55,000 ilikuwa ni ilmu, lakini baadaye shetani katia mikono yake akapoteza watu, akafanya watu waamini kwamba ndio ile hata qadar ya Mwenyezi Mungu imewekwa upande. Nisoma nyota yangu ndio naamini aliyoandikwa katika nyota ndio hivyo sahihi. Yani makosa makubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema yamhu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Anafuta anayotaka, anathibitisha anayotaka, na kila kitu katika kitabu iko kwake katika lawh mahfuz imeandikwa. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu wanashughulika na hizi nyota. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhaba almunajjimun walau sadaqu, wamesema uongo hata kama wamesema kweli. Tabani hizi nyota tunazijua, tunasikia sana, tunasoma magazeti kwa kizungu, mara nyingi unaona nyota yangu mimi Scorpio, yangu mimi Virgo, yangu mimi Taurus, yangu mimi Aries, Gemini, zote 12 hizi, Libra, Sagittarius, Pisces, Samaki, Cancer, Saratan, Capricorn, Aquarius. Hizi zote ni aina nyota ambazo shepu zake zinaonekana juu na watu wanaona kwamba hiki na athari. Kwa hivyo unapouliza hii astrology au tanjim, wanakuambia ni study ya nini, ya movements na harakati za nyota, positions au celestial bodies zilizokuwa juu kwa angani. Hizi wana interpret watu kwamba zina alaka na ina athari juu ya harakati za binadamu, human affairs. Kwa hivyo kama kwamba ni kwamba nina power katika natural world, kwamba nini, kwamba tuamini kama unavyotaka wale wapotofu kwamba hizi ndizo, ukitaka kujua kadari yako basi zama katika nyota. Na huu ni upumbavu mtupu. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kufanya kila kitu, ndio mwenye kuendesha kila jambo. Antumina bil qadar khairihi wa sharrihi. Hivyo ndivyo tunavyosomeshwa katika tauhid, katika ibada zetu. Na wazungu wanasema planets tell but not compel. Na hilo maana hasa planets tell but not compel. Hazikulazimishi kwamba jambo kama inavyosema nyota basi ndio ufuate wewe. Naam, laysa sahih kabisa. Hakuna chochote
kwamba al-qadar maktub katika nujum abadan. Naam. Kwa hivyo tukitazama na taban wana interpret watu katika aya fala uqsim bimawaqi' an-nujum kwamba ndio ilmu ya astrology inatoka humo. Haya maneno taban hayana asili. Kiapo hichi kama tushakelezea mara nyingi nyuma kwamba kiapo cha kuonesha utukufu wa Qur'ani kwamba hili jambo ni aya kubwa katika ayati fala uqsim bimawaqi' an-nujum, yani sehemu location za nyota. Hatuoni nyota, tunaona zile pahala ambapo nyota ilipokuweko tokea zilipotoka mwangaza ambao ikafika machoni mwetu muda mrefu uliopita, ndio tunaona mawqi' tu pahala pana juu, lakini nyota zenyewe hatuzioni. Naam, zishakwenda pengine kabisa au zishateketea. Kwa hivyo lazima tuamini talaqatul al-mashi'atul ilahiyya, kila anapopenda Mwenyezi Mungu wallahu yaf'alu ma yasha, lazima tuamini hivyo. Kwa hivyo masala ya nyota tunatuambia hivi na hivi tena, na Waarabu wametungia kwa mfumo wa ubeti, kila mmoja tena majina yao. Mimi nimezungumza kwa Kiingereza, lakini majina ya Kiarabu utakuta Hamal, Athor, Jawzat as-Saratani, Wara'a al-Laythu, Sumbulul Mizani, alafu Warama Aqrab, Biqaws al-Jidi, Nazah ad-Dalu, Barakatul Hitani. Hizo kila neno katika hizi ni neno za najm min an-nujum ambayo kwa Kiarabu ndio majina yake haya. Kwa hivyo tuache hii burji 12 hizi ambazo zinatupotezea watu katika tauhid. Tuendelee katika aya 41. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وآية، نعم، آية 41. وآية سورة ياسين. وآية نتنا آيات za Mwenyezi Mungu alizozitaja mwanzo, ayatu lahumul ardhul maitah wa ayatu lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar wash-shamsu ila akhiri wal qamar, mpaka ikaja sasa hivi aya 41. Wa aya, tumetoka kwenye ardhi tumekwenda katika mambo ya juu huko ya jua na mwezi na nyota na sasa hivi tunakuja katika nini, katika bahari. Sasa tumetoka kwenye ardhi tumekwenda juu, sasa hivi tunakwenda kwenye bahari sasa, au sivyo? Tumeanza wapi? Kwenye ardhi, ayatuhumul ardhul maita, tukaenda zao leo zaidi kwa usiku na mchana na mwendo wa jua na nyota na haya yote yamekwisha. Sasa tunaingia katika aya 41. Wa ayatu lahum, maana yake Mwenyezi Mungu anakotaka upeleke kichwa chini na juu na kati, tazama ardhi, peleka juu tazame mambo yaliokuwa juu. Kwa sasa peleka chini kabisa kwenye bahari utazame mambo sasa. Wa ayatu lahum anna hamalna, na ishara kwao kwetu sisi kwamba nini, sisi hamalna dhurriyatahum, tuliwapakia dhuria zao, fil fulki al-mashhun. Al-fulk ni chombo cha baharini, tuseme jahazi. Sasa mara mwanzo ilikuwa vyombo kwa jahazi, hata baadaye kwa vyuma na aluminium na mafaiba na nini, haya baadaye. Lakini kwanza asli al-fulk ذات alwah wa dusur, kama katika sura al-Qamar. wa hamalna katika sura al-Qamar tunapitia kwamba hiyo, na sura Hud alipopewa amri kwamba aanze kutengeneza chombo, umshalingania vya kutosha miaka 950 na akakataa kukufuata. Haya ndio inshallah. Katika sura al-Qamar tunasoma aya wa hamalnahu
ala dhati alwahin wa dusur. Tunasoma katika sura Hud alipopewa wahi Nabii Nuh aanze kutengeneza chombo, alipoambiwa kwamba sasa hivi hataamini mtu yote ila alokishakuamini. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hataamini tena ila alokishakuamini, wala usitaharak, usikasirike, usikunje uso. خلاص wanaofanya watie tu wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, tengeneza alfulk. Jamani, fe na lam na kaf, ikiwa fulk inakuwa chombo cha baharini, ikiwa falak ni njia zinazopita nini, heavenly bodies nasema sayari zilizokuwa juu, falak. Hiyo neno moja, lakini unapoisoma kwa mujibu wa siyaki ya aya unajua hii falak fulk kama hajatia irabu yani fulk. Kwa hivyo fulk ni chombo cha baharini. Na hapa ukitazama aya hizi za sura Hud inatupa picha sasa kamili namna gani kwamba Mwenyezi Mungu amemfahamisha mtume wake Nuh ili atengeneze chombo cha kwenda baharini, ikawa ndio mwanzo kwa binadamu kujua namna gani ya kuitumia bahari katika maisha yao. Na hii Mwenyezi Mungu akapenda iwe kwa njia ya Nabii Nuh. Na taban wahamalna dhurriyatahum bimaana abaahum, wazee wao. Ikiwa dhuria asili yake kutoka Adam mpaka kufika pale dhuria, lakini kusudio kwa mufassirin wanasema wahamalna wa in anna hamalna dhurriyatahum, tumabeba vizazi vyao au wazee wao fil fulki, katika jahazi almashhun, iliyosheheni. Imesheheni kitu gani? Taban imesheheni binadamu wala uslimu wote, na imesheheni wanyama mmoja mmoja kama aya zinavyosema fala tabtais bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina, mbele ya macho yetu, under Allah supervision, wa wahyina, kwa mwelekezo wetu, wahi wetu, fanya hivi, chukua hichi, weka hivi, au sio? Kwa hivyo handasa ilahia imepita au sio? Handasa ya mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfundisha namna gani wa kutengeneza chombo ili nini akitie katika bahari. Kwa hivyo halafu wala tukhatibni fi alladhina dhalamu innahum mughraqun, si hao dhulumu wala kufuru waache wale hao, tazama wayasna alfulka, haka kana tengeneza chombo. Hata hapo ndo stizai zikaanza, wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min, kila kipita wale vigogo wa kaumu yake humfanya maskara. قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. Yes, tutafanyeni maskara, mtakuja na sisi tukakufanyeni nyie kama tutakulipeni. Itakujeni adhabu yukhzi wa yahillu alayhi adhabu muqim, adhabu kali. Lakini sasa ilipofika kwa kumaliza chombo kutengeneza kwa maelekezo yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema ikifika wakati wetu maji yakijaa, hata idha jaa amruna wa farat tanur. Tanur bimaana anasema kana kwamba maji yatakuja mengi kuichukua chombo, kwa sababu hana watu wa kuweza kubeba jahazi kubwa kulisukuma au kulifikisha mpaka kwenye maji, nzito sana. Lakini Mwenyezi Mungu ajalia kwamba wewe tengeneza kwa tayari, nitakuletea maji ipate kuelea wenyewe. Wa farat tanur, inapoanza kuelea kufuru, yani kupanda juu, maji yakapanda juu, qila ahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn, pakia wawili watu wawili na wanyama na kila kitu. Halafu lobakia halaka wa halaka. Baadaye tena ikawa tena hiyo linakwenda kwa hiyo tajri fi mawjin kaljibal, na inakwenda katika mawimbi kama mfano wa mlima. Na mwanae anamuona anazama, anataka kuzama, kashikilia mlima juu kabisa, anamuita wanada ibnahu, akamwita mwanawe njoo upande huku. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا, njoo pana sisi, wala takun ma'al kafirin, usio pamoja na kafirin. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء,
nitakaa kwenye jabali litanikinga na maji. Qala la asima al-yawm min amrillah, hakuna kukingwa na chochote, amri Mwenyezi Mungu inakuja. Lakini Mwenyezi Mungu ataka azame. Wahala bainahuma al-mawj, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake kaliinua wimbi kubwa moja ikawa baina yake na mwanawe, ikawa haonani ili asimone mwanawe anapozama. Wakana min al-mughraqin. Baada kisha kuteketezwa halak, maangamizi, amri ikatoka, amri ambayo mtu kama atafanya ubao akadraw basi itakuwa ubao mzuri sana. Waqila ya ardhu bla'i ma'aki, ya ardhi shonza maji yako sama, wa ya samau aqli'i, na mbingu stop, usiendelee kunyesha. Waghidha alma, na maji yakapotea. Wa qudhiya al-amr, na mambo yote yakesha. Wastawat ala al-judi, na jahazi ikakaa juu ya mlima wa Judi. Waqila bu'dan lilqawmi dhalimin, kama Allah na teketee na angamie wa qawmi dhalimin. Hivi ndio ilivyotokezea. Na ukitazama aya hii za surati hizi, aya tatu hizi, wa ayatun lahum, ni aya dalili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu kwamba alipotaka kumfundisha binadamu aipande bahari aende kwa chombo chake, akamfundisha kwa njia ya Nabii Nuh. Ikawa kutoka dakika hiyo ikawa tena vyombo vikaanza kutengenezwa, na mpaka hivi sasa ustadi unakwenda katika utengenezo wa nini wa vyombo vya bahari, ikiwa vyuma na ocean liners hizi kubwa hizi au ikiwa jahazi au vihori au chochote kile, ngarawa, mafaiba haya yote ya kutembelea haya. Lakini ikawa na kufundishwa kutumia tanga kwa upepo. Wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, inakwenda katika nini, bila shaka na inapokuwa na tanga. Labda mtu atasema siku hizi sasa hivi tena matanga ni Qur'ani imesema mambo kwamba vinapelekwa birih kwa upepo, lakini siku hizi hakuna upepo. Ajue kwamba walipotafanna Mwenyezi Mungu akawafunulia elimu nyingine na kuweza kutengeneza mashini iko mwanzo za makaa, alafu baadaye sasa tumia kwa petroli na magesi na manini na madiesel wanatumia hata kwa umeme. Basi wajue kwamba haya yote haikutokimbia kwamba wanapotumia rih bimaana ndio yenye kuwapeleka upepo. Rih haina maana upepo peke yake, bali rih maana yake kuwa yenyewe, nguvu za kuendesha. Kwa nini? Kwa sababu tazama Mwenyezi Mungu alipoambia nini dalili ya kuonesha kwamba rihi, wewe tumia rihi sasa kwa upepo, lakini hiyo itageuka kuwa ni nguvu, taqa, energy. Anasema Mwenyezi Mungu katika aya iwe dalili ya kuonesha kwamba rihi inabakia pale mpaka siku ya kiyama. Anasema katika aya nyingine, wala tanaza'u, msigombane, fatafshalu, mtakuja kupata hasara, mtafeli, watadhhaba rihukum, na nguvu zenu, quwwatukum zitakwenda. Sasa rih maana yake quwwa, na tafsiri wote wanasema rih yani bimaana quwwa, wa tadhhaba rihukum yani tadhhaba quwwatukum. Kwa hivyo rih bimaana upepo ni quwwa, aina ya quwwa. Ikiwa rih bimaana quwwa yote ile ambayo inatumika, ikiwa mashini, engine, ikiwa chochote kile, inakuwa pale pale kwamba nini, Mwenyezi Mungu anawafundisha namna gani ya kuendeleza na kuimprove na kuboresha njia za matumizi ya bahari. Hata hivyo, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulki almashhun, kwamba nimewapakia katika chombo kilichopakia sana. Ile shahini uzuri, wa khalaqna lahum min mithlihi. قوله وخلقنا لهم من مثله, na tukawaumbia kutokana na mfano wake. Kuna kauli inosema kwamba min mithlihi katika nchi kavu na ibil, ngamia. Kwa maana ngamia kaitwa safinatu sahra, au wameitwa ngamia sufunul bar, ni vyombo vyombo vya nini vya bara katika nchi kavu.
lakini hasa ukitizama min mislihi, kwa maana tutakubali zaidi kwamba nini, ni kwamba mfano wake wakaunda min, kutokana na chombo hicho alichoundwa Nuh kwa mwelekezo wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wakati mislihi ma yarkabun, wanapanda. Ikiwa kupanda yarkabu, ikiwa ibli, kwa wanyama wengine pia yarkabun pia wanapanda, lakini hasa nakusudia ni vyombo vya baharini. Na hasa dalili kwamba tukakhalaqna lahum, tukawaumbia, tukawatengezea min misli, kutokana na mfano kama huo, mayarkabuna, wanaopanda. Na akaelezea aya hii hata inaonyesha kwamba hivi vyombo vya baharini, wa inna sha, na kama tunataka, nughriquhum, tuwazamishe, basi tunaweza kuwazamisha. Na pale wanapozama, fala sarikha lahum, hapana wa kuwasaidia, wala hum yunqadhun, wala hawataweza kuokolewa, la kuwasaidia kwa lolote wala kuokolewa, ila rahmatan, ila iwe rehma minna, kutoka kwetu. Halafu nini, wa mataan ila hin, nastarehe watakaendelea nayo kwa muda. Tayeb, hapa tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu kasema hapa, tabana khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, tukaomba mfano kama vile ambavyo wanavipanda katika bahari. Na leo fani iliyoendelea mpaka kupatikana mameli yaliyotengenezwa kwa vyuma na vyombo vingine kwa aluminium na vyombo kwa mbao na kwa mafaiba, mpaka hivi vyuma vikubwa, ukubwa wa kufanya mameli haya makubwa yanakwenda katika oceans tu, wanaita ocean liners, sio ships. Ships ni za kiasi, lakini zikiwa kubwa sana za kwenda nje, mikoko ile mikubwa ile wanaita liners, ocean liners. Na hata tujue maana kwamba wa inna nughriquhum fala sarikha lahum, hakuna binadamu yote atakayeweza kufanya chombo chochote, hata uwe ukubwa na usalama wa hali ya juu wa kila aina, lakini dharba inapotaka kupiga inapiga. Waulize masimen, watakuelezea namna gani tabu unapata siku dharba unapokumbana nayo huko katikati ya bahari. Na yatosha kuzungumzia kuhusu ile za Titanic, meli iliyotengenezwa Uingereza katika mwaka 1912, kabla ya vita vya mwanzo kwa miaka miwili. Wakapakia watu karibu 1500, cruise, inataka cruise upande wa Canada, kutoka Southampton Uingereza inakwenda zake Amerika. Wakasema meli hii hakuna yeyote anaweza kuifanya kitu. Walounda huyo musamim wa chombo akasema asiwe katukana hasa hata Mungu kitu kama hivyo, kwamba kwa ukubwa wake. Sema je, yule binadamu? Na Mwenyezi Mungu anasema nini, wa inna nughriquhum fala sarikha lahum. Tunaelezea sarikha maana yake kidogo, wacha tutizame hapa kwamba akasema nini, kwamba hakuna chochote. Kwa hivyo hii ni British passenger liner yenye kuitwa Titanic, ambao wamefanya filamu maarufu sana, Sterling, DiCaprio na Winslet Dunani, wakafanya kwa jinsi walikuwa mahodari, wamefanya vile vile namna gani tu kinaanza kupasuka na problems mpaka inazama, mpaka watu wanaokolewa. Amlikuwa na viji mashua vidogo vidogo 11, haiwezi kupakia zaidi ya watu 1100, kitu kama hicho, ndio waliokolewa katika chuma cha kama hichi. Watu 1500 wameteketea, wamekufa. Na chombo hichi tabani ilipofika sehemu za Canada, sehemu za wapi kule Amerika, ikapata yale mapande ya barafu, icebergs. Wewe unaliona jabali limekwenda juu la barafu, kumbe chini mara 9 zaidi. 10% iko juu, 90% iko chini ya bahari. Subhanallah. Na Mwenyezi Mungu ataka kuonesha kwamba tunakuzamisheni. Basi hapa Titanic hii ikazama na watu wakaokolewa. Na ile ilikuwa trip yake ya mwanzo, maiden voyage kwa kizungu, sasa ndio trip ya mwanzo, safari yani rihlat al-azra, kitu cha mara mwanzo, yani maiden yani bikra. Kwa hivyo safari hiyo moja walioteketea wameteketea.
hata katika 1980 something ilikuwa tayari miaka 70 na wakaletwa kuulizwa maswala wale survivors wanaobakia tena mjitu mzima walikuwa miaka 90 na nini, wanaelezea ile picture namna gani ilivyotokezea. Niona mjitu 80 na wale walikuwa katika hizo time hizo ndio bado wako hai, wakaelezea kwa urefu namna gani hasa toka ilipoanza mpaka ikazama namna gani wakaokolewa na nini. Lakini kusema kweli hasa mtu wa mwisho kabisa toka 1912, mtu wa mwisho alikuwa survivor, na wakati katika magazeti na kuonesha the last survivor, mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Milvina Dean. Huyu alikuwa na babake na mamake akiwa mtoto kwanza kazaliwa miezi miwili, na ndo kakaa mpaka katika mwaka 2009 akawa na umri wa miaka 97. Akafa juzi 2009 akiwa na umri wa miaka 97. Ndo the last survivor wa mwisho kubakia katika nini za Titanic. Tabani kwa kisa kikubwa katika magazeti tukatia na kaelezea habari yake, the last Titanic survivor aliyebakia, ndo naye pia naye kishabadilika kafa. She was a baby Melvina. Hata wale walioekti za film walikwenda kumpongeza, alikuwa anaumwa na pneumonia tukapata DiCaprio na vipi wakaenda wakamsalimia na kumpa nguvu kwamba walioekti kama wale katika mili. Almuhimu ya kesha na kila kitu kitakwisha. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hata nikaokoa na kwa heshima yangu. Wangapi mimeli mikubwa kama hiyo nimezama, na wangapi kwenye kwenda vihori na vingarawa na mitumbwi na kwenda sehemu kubwa na katika bahari. Lakini unajua kwamba tuko katika mashiatillah, tupo katika nini, wa inna sha'nukum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna. Hii rahma min Allah, rehma min Allah inawafanya watu kuwa na moyo na kwenda baharini na kwenda kuvua kuto kujali kwamba haya madhali tuko katika katikati ya bahari na sisi waja Allah na bahari kwa mikononi mwa Allah. Inshallah Mwenyezi Mungu atupeleke kwa salama na turejeshe kwa salama, taban baada ya kuchukua hadhari ya kutosha katika kila unachokifanya. Toke unaondoka pale, bismillah majriha mursaha, na unasoma dua yako ya kupanda chombo. Unasemaje kupanda chombo? Subhanalladhi سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Sasa ukisoma dua yako basi unaelekea bahari, unakwenda zako na kazi zako, na rehema Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe inshallah. Kwa hivyo birahmatina nusayirukum fil barri wal bahr, tunakuelesheni katika bara na katika bahari. Subhanallah. Wa nusallimukum ila ajali musamma, na tutakuwa chini mpaka ajali uliowekewa. Wa mata'an ila hin, na mnaendelea kustarehe za muzayyaf za uongo mpaka ikifika hin. Taban hin wakati ambao aliopangia mwenyewe Mwenyezi Mungu. Tunaposoma hin, kauli neno hin bimaana kwa wakati, ila wakati maalum inda Allah. Taban wakati maalum kwa Mwenyezi Mungu inda Allah. Na tunaposoma min baina naam sayyirukum wakati maalum inda Allah, tunasoma hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr, wakati fulani katika maisha yake. Na tunaposoma kauli tuendelee. Kwa hiyo ila rahmatan minna wa mata'an ila hin. Sawa. ila hin ila waqti maalum. Sawa. Ila rahmatan minna wa mata'an ila hin. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa rehema kwa kukuendeleza, unakwenda katika bahari na ukarudi bila ya jambo lolote kutokezea, kwa sababu katika rehema ya Mwenyezi Mungu, katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Na unapotaka kuzamisha nasema fala sarikha. Nini maana yake sarikh? Sarikh yani nini? Mwenye kukokoa. Fala sarikha
لهم hakuna kuwasaidia mughith yani sarikha mughith na sarakh yule unapiga kelele mtu akasikia akaja kukusaidia sasa kama alivyosema shetani lama qudhi al-amr Mwenyezi Mungu amekuahidini na mimi nimekuahidini inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum katika sura Ibrahim mimi nimekuahidini lakini nimekudanganyeni tu wama kana li alaykum min sultan simisikuwa na nguvu juu yenu illa an da'awtukum fastajabtum li nimekuiteni mkanijibu mkafanya maasi yenu fala talumuni walumu anfusakum msilaumu mimi jilaumu nafsi yenu ma ana bimusrikhikum isala sarikha wala antum ma antum bimusrikhiyya la mimi siwezi kukusaidieni nyie wala nyie hamwezi kunisaidia mimi hata ukipiga ukelele hakuna uwezo kusaidia asla ni surakh kupiga ukelele sarikhi yule mwenye kusikia kelele kaja kusaidia la ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhiyya la mimi siwezi kusaidia nyie kukuokoeni na moto huu wala nyie hamwezi kunisaidia mimi kwa hivyo sarikha bimaana nini atakayekuja kukusaidia baada ya kupiga kelele zako unapiga kelele ya fulani hawezi kusikia mwisho unabaki sasa ya Allah unamwita Mwenyezi Mungu anataka kukuzamisha mwenyewe kwa hivyo la sarikha lahum wala hum yunqadhun kuweza kuokolewa na yeyote yule ikiwa itakuja helikopta ikiwa itakuja boti nyingine ikiwa itakuja nini na meli iliyopozama hii Pemba mpaka wazamiaji wasema leo hatuwezi kufika bwana mita 300 si ngapi chini hawezi kufika hiyo pressure ilikuwa chini unafikiri wanaweza kupambana nayo thubutu kwa hivyo hapa nimekumbukea wanasema he who fights and runs away may live he lives who fights and runs away may live to fight another day anapigana akakimbia ataishi tu siku atakuja atakimbia pia tena itakuja siku yake ataingia pigani lakini shekhi wetu mwalimu wetu Ali Abdul Saleh Farsi anamwambia he who fights and runs away may live to run away another day ataishi kwa kukimbia tena na tena mpaka wapi okay lazima utapambana nini subhana kwa hivyo subhana illa wa mataan ila hin rehma za Mwenyezi Mungu amekokoa hapa ili akutie katika jingine kwa hivyo hivi ndivyo lazima tuamini kama Mwenyezi Mungu anavyotuambia ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين